Ile tukio la kufanywa shuleni wakati ule nilidhani kwamba halikujulikana kwa wazazi, kumbe walikuwa najua, na kwa wakati baba mwenyewe aliongea na mimi kuhusu habari hizo. Nilikuwa mnyonge sana na aibu kubwa ilikuwa imenifunika uso wangu kwa tukio lile la aibu namna hiyo. Nakili wazi kusema hakuna wakati niliwahi kuona aibu kama wakati ambao baba alikuwa ananiambia kuhusu tukio la kufumaniwa. Niliomba sana radhi kwa babangu na kuahidi kwamba sitarudia, ingawa kiuhalisia sikumaanisha nilichokisema. Maonyo yake yaliingilia sikio la kulia na kutokea sikio la kushoto. Hakuna kitu ningeweza kuelewa kwa wakati huo. Dhambi niliipa maana na kuona ni mtindo mzuri tu wa maisha yangu. Good vibes. Kwa kuhitimu shule nimeondokana na mihangaiko ya shule. Nimeondokana na karaha za kusumbuliwa, lakini ukawa ni mwanzo wa shida nyingine. Wakati nilikuwa nimeshaanza kumsahau Alex, labda kama asingetokea kabisa katika maisha yangu. Nijidanganya sana. Alex wakati huu alikuja kijijini akiwa na mkewe na mvulana mdogo ambaye kwa haraka nitambua wazi kwamba alikuwa ni mtoto wake. Nilitambua tu kwamba yule aliyekuwa naye ni mkewe kwa jinsi tu ambavyo alikuwa ameonekana. Alikuwa anashuka kutoka kwenye basi la kijijini kwetu. Sikufahamu kama labda siku hiyo ningeweza kumuona katika hali ile, kwani siku na mimi nimefika sini kumpokea mgeni. Alikuwa ni babangu mdogo. Alex alikuwa amembeba mtoto wake mdogo kwenye mkono wake wa kushoto, huku mkewe akiwa anamfuata kwa nyuma. Wakati wote akaja niona, mimi nilikuwa kama mtu ambaye alikuwa amepigwa na shoti ya umeme. Nikabaki pale nikiwa siwezi hata kuisogeza mbele miguu yangu. Mwili mzima ulikufa ganzi. Sikuamini. Alex amenichezea na hatimaye ameoa mwanamke mwingine. Niliwaza. Machozi yalikuwa yananitoka tu mashavuni, na hata alipokuwa amenona alishtuka sana kidogo amwangushe mtoto ambaye alikuwa amembeba. Sikujali, nilibaki mtulivu, lakini moyo wangu ulikuwa unauma sana. Ni wakati ambapo nilikumbuka kwamba kuna Mungu. Hakuna lawama nilikuwa nimeacha kumpa Mungu wakati huo. Sijui kama hata alinisikiliza, kwani nilikuwa sina haja naye siku nyingi sana, ila nina hakika kwamba alikuwa amenisikia. Alex alijifanya kama hanifahamu vile. Akanipita bila hata salamu. Hilo kwangu likuniumiza sana. Kilichoniumiza sana ni kwamba kwa nini ameoa? Kwa nini hakuniambia kwamba anataka kuoa? Kama angeniambia mapema kwamba anataka kuoa, mbona mimi ningemuelewa tu? Nilia sana. Kila mtu akawa anishangaa pale stendi. Nilimpokea babangu mdogo si kwa star sana, kwani hata kumsalimia sikuweza. Nilienda naye mpaka nyumbani na kuweka mizigo yake ndani. Nilimkutanisha na wazazi, kisha mimi nikaa nimejifungia ndani. Niliwaza mawazo mengi mabaya. Nilitamani kujiua. Hakuna chakula ambacho kilikuwa na uwezo wa kuingia kwenye kinywa changu kwa wakati huo. Kwa nini Alex amenifanyia haya? Kwa nini? Ulikosa nini kwangu wewe mwanaume? Nilikuwa na mapungufu yapi ambayo ulishindwa kunirekebisha? Au labda nilikuwa nimekataa kubadilika? Kwa nini unaniua hivi Alex? Nijiuliza maswali mfululizo ambayo kwa hakika hayakuwa na majibu. Nilipoteza fahamu siku ilikuwa nafuata, nikajikuta niko hospitali. Kwa mkia hospitali nako kukawa mara nyingi ndiko sehemu ya maisha yangu mimi. Baada ya wiki moja hivi kupita, nikawa nimeruhusiwa kutoka hospitali na nikaenda moja kwa moja kumtafuta Alex. Nilimkuta kwenye kibanda chake. Wakati huo alikuwa amekiboresha zaidi na ameajiri wafanyakazi. Sikumuuliza mtu. Nilimfuata pale pale alipokuwa amekaa na kumshika shati kwa nguvu, nikamuuliza maswali mengi mfululizo ambayo hata yeye mwenyewe hakuwa na majibu. Alijitoa mikononi mwangu na kuniambia kwamba niachane naye. Sikukubali. Niachane na mtu ambaye nichezea mimi namna hii eti kirahisi? Hapana. Lazima alipewa kitu alichokuwa amekifanya. Nilichukua kisu ambacho kilikuwa kipo mle ofisini kwake na kumchoma nacho tumboni. Damu zikaanza kuluka na mimi nikaa nimeanza kutetemeka na kupiga mayowe nisijue hata nilichokuwa nimekifanya. Nikiokota kisu hicho na kujichoma tumboni pia mara baada ya kuona umati wa watu ukinanijia. Nikapoteza kumbukumbu sawia na alipokuwa Alex. Sikumbuki kilichofuata baada ya hapo. Nilipokuja kuzinduka nikajikuta nimepigwa pingu mkono mmoja. Tena pingu hiyo iliunganishwa na kitanda. Ilikuwa ni kwenye hospitali mojawapo ambayo ilikuwa imejengwa si muda mrefu sana kijijini kwetu. Nilikuwa na kesi ya kujibu, kwani nilikuwa nimejeruhi vibaya sana Alex. Na kwa upande wake alikuwa kitandani kama ilivyokuwa kwa upande wangu. Nilikubali kwamba nilikuwa nimefanya hivyo, na kweli nilitaka kumuua. Baadaye Alex bila mimi kujua alifuta ile kesi iliyokuwa juu yangu. Alielewa ambacho alichokuwa amekifanya. Mkewe hakujua sababu ilikuwa imenifanya mpaka mimi nitaka kumuua mumewe. Nilikubali matokeo ya kwamba nilikuwa nimeachwa na niendelea maisha yangu tu kama kawaida. Nilisoma kidato cha 5 na cha 6 kama kawaida nikiwa na utulivu mkubwa sana.
Kutokana na utulivu wangu nikahitimu salama, na baada ya matokeo kutoka nilikuwa nimefaulu vizuri sana. Nilipata mkopo kama kawaida ya wanachuo wengine, lakini nikawa na shida nyingi sana huko chuoni. Mkopo tulipata sawa, ila fedha tukawa hatupewi kwa wakati. Na hata tukipewa zilikuwa hazitoshi kabisa kukidhi mahitaji yangu yote. Niliingiwa na tamaa kama ilivyokuwa kwa wanachuo wengine wa jinsia yangu. Na mimi nitamani sana kupata vitu vya kipekee ambavyo wengine walikuwa navyo, vitu ambavyo mimi nilivikosa. Nilitamani niwe na gari zuri, niwe na simu ya bei kubwa, niwe na mavazi mazuri, lakini sikuwa na hela. Kwa wakati huu nilikuwa naonekanika mpole sana pale chuoni. Laiti kama wangefahamu kwamba nilikuwa moto wa kuotea mbali, wasingesubutu hata kuniona mpole. Sikuwa mwanamke mpole kama walivyokuwa nadhania. Fedha kidogo niliyokuwa napata kama mkopo ndio hiyo ambayo ilikuwa inawasaidia mpaka wazazi wangu na wadogo zangu ambao kwa wakati huo walikuwa kwa shule. Nililemewa sana majukumu na fedha ikawa hazitoshi kabisa. Nikaamua kutafuta njia mbadala ya kujipatia kipato. Kujiuza ndio wazo ambalo likawa limekuja kwa haraka sana akilini. Lilikuja akilini kwa kuwa pia ni kazi ambayo wenzangu walikuwa kiifanya hasa nyakati za usiku. Ingawa sikuwahi fikiria kama ningeweza kufanya hivyo katika maisha yangu, sikuwa na namna zaidi tu ya kuwafurahisha wanaume wenye uchu kwa ajili ya kupata fedha. Nilikuwa na umbo zuri na nilikuwa najua wazi hakuna mwanaume ambaye angevumilia kunikosa. Kwani tangu ningali chuoni mwaka wa kwanza wengi tu walikuwa wanaonyesha nia kunitaka. Jumamosi usiku nikajiandaa vyema, nikatoka yapata majira saa 4 hivi. Nikaenda kwenye kasino fulani hivi maarufu sana kwa kuwa na watu kutoka nje ya nchi. Sikutaka kuonekana kama maskini. Nilipokuwa nimeingia ndani, nikaagiza pombe yenye gharama kiasi. Nikawa nakunywa taratibu. Nikaa kwenye meza peke yangu tu mpaka pale alipojitokeza mwanaume fulani hivi ambaye kwake alionekana fedha si shida. Alisalimu na kaomba kama anaweza kukaa. Nikafikiria kwa muda kisha nikamruhusu akae. Alifurahi sana. Kwake alikuwa amehesabu kwamba ni ushindi. Hakujua kwamba alikuwa amejaa kwenye mtego wangu. Akaagiza pombe nyingi tu. Tukawa tunakunywa huku mazungumzo yakaendelea. Nilitumia jinsi yangu vyema mpaka siku hiyo nikafanikiwa kupata fedha nyingi sana kwa yule mwanaume mara baada ya kumfurahisha kwa usiku mzima wa siku hiyo. Nikaanza tena kuishi maisha mazuri, na hiyo ikawa ndio biashara yangu ya siku zote. Sikulala na mwanaume mmoja tu, bali walikuwa wanaume zaidi ya 10 kwa siku moja tu. Nilikuwa mzoefu sana. Kutamemba ni kitu cha kawaida tu kwangu. Hakuna kitu nilikuwa nataka tena, na wakati huo zaidi ya fedha tu. Fedha kwangu ilipata maana kubwa sana. Sikutaka kabisa kusikia habari za kuwa na mtoto. Wadogo zangu walifanikiwa sana katika masomo yao. Wao hawakuwa na tabia kama zangu. Nikaendelea kuwasaidia na kuwaunga mkono katika masomo yao, wala hakuna ambaye alikuwa anajua natoa wapi fedha. Nilitenda dhambi nyingi sana ningali niko chuoni. Hata masomo yenyewe nilifaulu kwa kuhonga tu sana ngono kwa walimu wangu. Mimi ni mwanamke wa hovyo sana, kwani kuna wakati ilifika nikawa hata zaidi ya mbwa pale chuoni. Mahali popote nilipokuwa naweza kupata nafasi nilifanya ninavyojisikia mimi. Baadaye nikahitimu chuo na kurudi tena kwa wazazi wangu. Mamangu alikuwa amezofika sana kwa wakati huu. Alikuwa hana sia njema kabisa. Na kwa kuwa sikumpenda daima sikumzingatia. Paka siku hiyo moja, siku ambayo sitakuja kama kuisahau katika maisha yangu. Msikilizaji, simulizi yetu inaitwa Ungamo Langu Usisahau. Imetungwa na Bwana Bruno Mwala, ikiwa inasimuliwa na director Weni kutokea hapa Simulizi MX. Natumai unaendelea kusikiliza, unaburudika na kujifunza pia kupitia simulizi. Anasema kwamba Mariam siku ambayo kwa namna ya pekee sana alikuwa amepata wasaa kuongea na mama ilikuwa ni Jumatatu. Katika maisha yangu yote Jumatatu ni siku ambayo nilikuwa naichukia sana. Yaani kutokana na jinsi ambavyo nilikuwa napata uchovu mkubwa kutokana na kazi yangu haramu niliyokuwa naifanya, hasa zaidi siku za mapumziko, yani kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili jioni. Ni siku ambayo mama angali kufani aliniita na kunipa mawaidha ambayo yalinigusa kwa namna ya pekee sana. Mama anazungumza, anasema hivi: "Mwanangu Mariam, nimekuita hapa nikiwa na uchungu mwingi sana. Ninasema na uchungu mwingi kwa sababu sina muda mrefu wa kuishi. Ingawa nafahamu kwa hakika kwamba unipendi kama umpendavyo baba yako. Bado katika maisha yangu yote nilikuwa nakupenda na bado naendelea kukupenda, na hata nikivuta pumzi yangu ya mwisho nitakupenda tu. Umekuwa na tabia ambayo kwa hakika haipendezi, ila kwa hakika unayo nafasi ya kubadilika. Una nafasi ya kuyajutia maamuzi ambayo umekuwa ukiyafanya kwa hisia bila hata kutumia akili. Mwanangu Mariam, katika ulimwengu hakuna anayeweza kukuhurumia zaidi yako mwenyewe. Na ndio maana kuna makahaba wanajiuza, na bado kuna wanaume ambao wananunua na kuwatumia. Wanataka ulimwengu kuhurumie.
Hakuna namna unaweza kuhurumia. Tumeishi katika umaskini mkubwa sana kwa kipindi chote na tumekula kile tulichokuwa tunakipata mara nyingi na si kile ambacho tulikuwa tunakitaka, lakini mimi na baba yako hatujawahi kutafuta mafanikio kwa njia za mkato kama unavyofanya wewe. Wewe ni mtu mzima sasa, tafakari kuhusu hatima yako. Kanisani tu hutaki kwenda tena. Sijui Mungu alikukosea nini. Hakuna namna unaweza kutengana na Mungu halafu ukawa salama mwanangu. Mungu ni mwenye huruma sana hata kwa mdhambi. Msingi wa yote waga ni kutubu. Mwanangu, hakuna namna unaweza kuongoka bila kuungama. Hata kama umejichukia bado una nafasi kubwa sana ya kujipenda. Nimekuwa nikimwomba sana Mungu kwa ajili yako. Natumai machozi yangu hayawezi kwenda bure. Nakupenda sana mwanangu. Mama alimaliza kuniambia yale ambayo alikuwa amepanga kuniambia, lakini hata hivyo hayakuniingia sana akilini. Siku sio nyingi mamangu alifariki na babangu akawa anaugua sana. Baba naye aliniambia maneno si tofauti sana na yale ambayo alikuwa ameniambia mama kabla ya kifo chake. Kwa kiasi maneno yao yakawa yameanza kuniingia akilini taratibu. Baba alifariki siku si nyingi na wakati huu wadogo zangu wote walikuwa na maisha mazuri sana. Maisha kwa upande wangu hayakuwa mazuri mara baada ya kufariki kwa wazazi wangu. Wadogo zangu waliniona kuwa ndo mtu wa hovyo, ingawa nilifanya mengi mabaya kwa ajili yao. Kwa ajili ya kugharamia masomo yao. Kiuhalisia sijitetee kwamba nilikuwa nafanya kwa ajili yao, bali labda niseme kwamba nilifanya kwa ajili yangu mwenyewe. Nilichukia mara mbili zaidi. Mpaka nikamkumbuka mamangu. Umri nao ulikuwa umeanza kunitupa mkono na hamu ya kuwa na mtoto ikawa inanipamba moto kwangu. Mimba nilitoa nyingi bila mpangilio, sikuwa na tumaini la kupata mtoto tena. Nikiwa katika huzuni hiyo, nilipanga kujimaliza. Kujitoa uhai kukawa ndio namna pekee ya kuacha ulimwengu wenye dhiki. Nilichukua vidonge vingi sana na maji nikataka kunywa ili nijiue. Sijui nini ambacho kilitokea, ila ni kama vile Mungu tu. Nikiwa pale nyumbani vidonge mkononi na maji, nikawa nimesikia mlango unagongwa. Nikavika vidonge sehemu ambayo mtu yote asiwezi kuviona. Alikuwa mama fulani hivyo makamu ambaye nilikuwa namfahamu siku nyingi tu. Hakuwa anaishi kijini kwetu, bali nilionana naye wakati nikiwa nasoma chuoni huko mjini. Sielewi alikuwa amefuata nini kijini kwetu, ila nachokumbuka ni kwamba alikuwa rafiki yake mama. Ni muda mrefu alikuwa hawajaonana. Alikuja kuthibitisha kama kile wasemacho rafiki zake kuhusu kifo cha mama kama ni kweli. Nilimjuza kwamba ni kweli mama alikuwa amefariki. Kutokana na upweke niliokuwa nao kwa wakati huo, alinisihi sana niende kuishi pamoja naye. Sikukataa. Nikaenda kuishi nyumbani kwake, kwani kwa wakati huo nilikuwa na majuto mengi sana nafsini mwangu na hakuna mdogonga ambaye alikuwa ananijali tena. Kifupi ni kwamba baada ya kufika nyumbani kwake niliweza kugundua mengi sana yanayomhusu mama huyo. Jina lake anaitwa Ana. Yeye hakubahatika kupata watoto katika ndoa yake. Mume alikuwa anaitwa Maxwell. Walipendana sana, ingawa ndugu wa upande wa mumewe walikuwa wanamshinikiza mume wake amwache yeye. Maxwell kwa upendo wake kwa mkewe hakusubutu kufanya hivyo hata kidogo. Maisha ya ndoa yalikuwa daima yenye furaha na amani kubwa sana. Hakuna aliyekuwa anajiona kuwa bora kuliko mwenzake. Hakuna aliyekuwa anamfanya mwenzake kuwa mtumwa. Waliishi kweli kiapo cha ndoa. Wala hakuishi kama bwana na mjakazi wake. Maisha yao yalinigusa sana na kunikumbusha juu ya wazazi wangu ambao kwa sasa hivi walikuwa hawako tena na mimi. Uyatima unatesa sana nyie. Natamani kama wangerudi walau hata mara moja tu niwapende tena inavyostahili. Mewe alinitafutia kazi si mbali sana alipokuwa anafanya kazi yeye. Kwa hivyo mara nyingi alikuwa akitoka kazini kwake, alikuwa ananipitia pale kazini kwangu, tunaenda kula chakula, jioni tunarudi zetu kule nyumbani pamoja. Ana hakuwa hata na chembe ya wivu, ingawa likiuhalisia nilikuwa nimeumbika sana. Alikuwa anamwamini sana mmewe japo nilikuwa mdogo kiumri ukilinganisha na yeye, ila ningepata nafasi ya kumshauri ningemshauri asimwamini sana mwanaume. Mazoea hujenga tabia. Ule upendo nilikuwa nimeukosa kwa muda mrefu nilianza kuupata kwa Maxwell. Alionyesha kila aina ya kunijali, ingawa wakati mwingine kwa siri sana. Baadaye kama niomba niwe mtu wake, yani mpenzi wake, ilikuwa na wakati mgumu sana kumkubali. Niliwaza ya kwamba nitakuwa nimetenda kitu kibaya sana maishani mwangu. Nitakuwa sijalipa vyema wema aliokuwa amenitendea Ana. Ilinichukua muda mrefu sana kukubali. Baada ya ushawishi mwingi na ahadi nyingi sana nikakubali, ila mahusiano yakawa ni asiri sana. Mara zote Ana alipokuwa na safari, mimi nikabaki kama mke bila yeye kujua. Tulifanya mengi mabaya hata kwenye kitanda chake chenyewe cha ndoa. Nani alijali? Labda nilichojali ni furaha yangu tu. Furaha ambayo kwa wakati huu nilikuwa nimekwisha anza kuipata tayari.
Siku nyingi tu zikapita na mimi nikaa nimepata ujauzito. Kwangu wakati huu ilikuwa ni taarifa njema, kwa nilitamani sana nipate ujauzito. Nizae mtoto wa kwangu. Nimpende kama vile nastahili kupendwa. Nisimbague tangu mwanzo kama alivyofanya wazazi wangu, kwa sababu nilizaliwa mwanamke. Ila doa likawa moja, nimepata ujauzito wa mume wa mtu. Nilitamani sana kukimbia pale nyumbani, lakini sikuona kama ilikuwa chaguo sahihi. Niliamua kumtaarifu Maxwell juu ya hali yangu hiyo. Yeye akaanza kufurahi huko akiwa anarukaruka. Sikuelewa, ila baadaye nikaelewa alikuwa anafurahi kwa kuwa hakupata mtoto kwa mke wake kwa kipindi chote alichokuwa ameishi pamoja kama mume na mke. Niliomba nihame pale nyumbani kwa kisingizio kwamba niwe karibu zaidi na sehemu ya kazi. Ana hakutaka nihame kwani alikuwa ameshanizoea sana. Sikuwa na namna, ilibidi nihame tu. Ingawa kwa hakika hakufahamu wazi sababu iliyokuwa inanifanya mimi niombe kuhama pale nyumbani.